hakuna mtu anaweza kuingia ndani ya hekaluni atoke disi ndani, atoke kama mtu ya zamani. Ukiingia lazima mabadiliko ifanyike. Sasa hapa wachungaji wa shirika walikuwa wanatafuta jinsi gani wanaweza kufanyaje kufunga Yesu au Yesu atoke ndani ya maneno yake mwenyewe, kwa sababu watu walikuwa wanafananisha Yesu Kristo na Musa. Kwa Musa alikuwa nabii, alikuwa mwalimu mkubwa sana. Walikuwa wanaona ke Musa amezidi Yesu. Hivyo walikuwa wanafanya kila kitu. Siku moja ilikuwa na mwanamke mmoja amefungwa, alikuwa anafanya uzinzi. Amen. Na maneno Musa alikuwa ameacha, ilikuwa na maandiko imeandika, mtu yeyote, mwanamke yeyote akifunga anatembea na mwanaume ya mtu au wanafunga chini ya uzinzi, lazima aufe na mawe, wanapiga mawe mpaka fanyaje anakufa. Acha tupetoe mbele ya mwanamke mahali Yesu anakuwepo. Huyu mwanamke tutamaliza mbele ya Yesu. Nataka umwambie mtu mmoja, iko na watu wanapanga mipango ya kumaliza maisha yao au biashara au huduma au kitu gani, lakini Yesu Kristo anasimama kama mtu ya mwisho tu. Wamepeleka huyu mwanamke mbele ya Yesu. Wamefika mahali Yesu alipokuta Yesu usiku alikuwa sio amesimama, lakini wamekuta Yesu alikuwa amekaa chini. Na mahali ya kuangalia wapi Yesu alikuwa anaandika chini. Ukifunga mwanamke na tendo kama haya, lazima aufe na mawe. Sisi tumekuja mbele yako, wewe unasemaje? Nataka umwambie mtu mmoja, hata watu wamesema neno la mwisho kwa ajili yako, kama bado Yesu Kristo hajasema kitu, usiogope. Yesu anabadilishaga mambo, mtawezi kubadilisha. Yesu alikuwa anaandika chini. Hata maandiko ya Yesu ilikuwa na maana yake, kama Musa alikuwa ameandika. Mimi sijakuja kufuta, lakini nimekuja kuandika juu ya maandiko ya Musa. Pale mahali ya maandiko ya Musa imeandikwa, mtu anaweza kupiga diwe na mtu amefunga na uzinzi, mtu anaishi maisha utakatifu. Kwa sababu gani? Watu huyu walikuwa wanaleta huyu mwanamke, walikuwa wa Kristo. Wanaleta huyu mwanamke mbele ya Yesu. Baada ya Yesu kusema kitu kama haya, kila mtu anaanza kuangalia maisha yake. Wewe amesema mimi malaya, lakini hakuna siku nimefunga. Ameacha mna wake dini, ameondoka. Wewe amesema mimi nakula pombe. Mimi anasema mimi ni mwizi. Baada ya muda huyu mwanamke amebaki mwenyewe. Nataka umwambie mtu mmoja, kanisa au duma ya leo sisi wa Kristo tunateseka sana kwa sababu wa Kristo wameacha maisha ya utakatifu. Maisha ya utakatifu ni kitu kubwa sana, inaweza kubadilisha maisha ya mtu kwa ajili ya milele. Lakini hakuna kitu inabadilisha maisha ya mtu kama Mkristo huyo anaishi maisha ya utakatifu. Wakristo wanaleta mtu mbele ya Yesu, lakini huyu wa Kristo wao bado hawajaokoka. Leo kanisa iko na changamoto kubwa sana. Amen. Sisi wa Kristo tumepoteza nguvu. Mimi nimepata neema, nimekaa Ulaya miaka nyingi, nimepata neema kuzunguka nchi 17 Afrika. Amen. Kama prophet niko na huduma hii nimetumika miaka 24. Naongelea vitu najua. Leo sisi wa Kristo tumepoteza nguvu kwa sababu wa Kristo nyingi wameacha maisha utakatifu. Ukiona mhubiri nzuri sana, lakini ndani ya huduma anatembea na binti watano. Ukiona mwimbaji anaimba vizuri sana, lakini malaya. Watu wanaanza malaya, mtu anaenda kuuza job, lakini malaya mtu anaishi tendo la ndoa kama bado hajafunga ndoa, au mtu anaishi tendo amefunga ndoa, anaishi tendo la ndoa nje ya ndoa zake. Hii zote ni malaya. Ukiona Mkristo anakuja, mimi nafika ofisini, naona mtu mwingine anakuja, amesema mimi hapa mguu yangu yanifanya kazi, vitu gani? Nimelogwa. Utalogwaje wewe ni Mkristo? Biblia inasema iko na malaika ya ulinzi kwa ajili ya watakatifu. Maana ukiishi maisha ya utakatifu, huwezi kutafuta vitu huyu watu wanatafuta nje. Ukiishi maisha ya utakatifu, vitu unatafuta nje itapata. Unajua Biblia ndani ya Biblia kuna kila kitu. Biblia inasema ujiza inafuata watakatifu. Lakini mtu kama bado hajaokoka, anaanza kufuata ujiza. Akisikia tu siku tatu ya hivi anafuata, anatafuta ujiza. Lakini shida sio ujiza, shida ni uko tayari ya kupokea kitu kutoka mbele ya Bwana. Huyu mwanamke wameleta mbele ya Yesu, lakini Yesu
anamwambia nende usirudie tena. Kitu Yesu Kristo anataka ndani ya maisha yako, uendelee kuishi maisha ya utakatifu. Kweli zamani mtu yoyote alikuwa na maisha ya zamani, lakini huwezi kukaa na Yesu Kristo maisha yako ibaki hivyo hivyo. Ukisoma Biblia huwezi kuona mali Yesu Kristo alikuwa anamwambia watu, anamwambia Yesu Kristo pona mara moja hapa. Yesu Kristo alikuwa anamwambia mtu, imani yako imekupona. Kwa sababu gani? Mtu akiishi maisha imani, namba moja lazima aishi maisha ya utakatifu. Huwezi kusema ki wewe ni Mkristo kama bado maisha yako umetakasa maisha yako. Lakini Mungu amekupa neema jioni ya leo uje kusikiliza neno lake. Yesu anaweza kufanya vitu ili maisha ya watu iwezekane. Amen. Unajua mtu yuko na neno ya mwisho ndani ya maisha yako ni Yesu Kristo peke yake. Amen. Amen. Hakuna mtu anaweza kusema neno la mwisho ndani ya maisha yako. Ukitaka Yesu aanze historia mpya ndani ya maisha yako, lazima ukubali kuacha maisha ya zamani. Ninamwambia kama mtu, usiogope kwa sababu mtanahubiri anaimba anafanya kazi ya Mungu, lakini tunaogopa watakatifu. Kwa sababu na limwengu ya Mungu wanajua tu mtu mchafu na mtakatifu. Ukiishi maisha ya utakatifu, hata umezaliwa na familia balala ya kienyeji, hata umezaliwa na familia ya wachawi, hakuna mtu anaweza kugusa kwa sababu umeshikilia na mkono wa Bwana. Ilikuwa siku moja nilikuwa na mkutano wa 2010 mwisho ya 14 kuvuka 15. Nilikuwa na mkutano Sumbawanga. Nimefika Sumbawanga na wachungaji ya Tanzania kanisa Mtamadambo Church ya Askofu Mwesumu Mbeya. Kwa sababu Mbeya nimetumika sana. Amen. Nimefika pale. Waskofu 14 wamekuja kuona mahali nilikuwa nalala. Naweza kupumzika kidogo tu. Wamekuja kumeona. Wameanza kusema, "Wewe umetoka hapa?" Nimesema, "Mimi nimetoka Yesu." "Umekuja mpaka hapo hujauliza habari hapa?" Anasema, "Hapa ni Sumbawanga." Anasema, "Kweli, mimi najua sijui habari hapa, mimi najua habari ya Yesu tu." Ndio wanataka mimi na mimi. Shetani ya Sumbawanga iko zaidi ya Mungu mimi nabeba. Mungu wanaohubiri pale kila siku. Nilikuwa na siku moja ya wafanya mkutano tumeingia Ijumaa. Tumeingia Ijumaa Mbeya. Tumeona vitu tulikuwa tunataka kuona. Jumamosi tulikuwa tunajiandaa, tulikuwa na usiku mmoja tuna kiwanjani kubwa ya Sumbawanga. Sasa Jumamosi asubuhi wamekuja kwa mambo hiyo, wachungaji wamekuja wamesema, mchungaji mmoja alikuwa hapa, alikuwa ametoka Dar. Amekuja kwa mkutano hapa, amelala ameamka porini tano. Wewe sio umekuja unalala hapo, chumba yake ilikuwa hapa. Mimi nimesema yeye ameamka tano kwa sababu alikuwa amejua ametumwa na nani. Mimi ndio sijajua nimetumwa na nani. Ndio kitu kinatofatiana sisi, mtu ametuma sisi. Amen. Watu walikuwa paka nimepata sifa nimefukuza hii watu. Baada ya kufukuza, usiku tumelala, bakio Yesu na basuka. Toka. Imebaki tu ya kwao mwenyewe. Chumba yangu mwenyewe ilikuwa haijaguswa. Kwa sababu gani? Ilikuwa na malaika ya ulinzi. Kuchelewa kulala, kuamka mapema, lakini sijasikia hata disi bakio ilikuwa inapasuka. Asubuhi nimeamka ilikuwa na watu wengi sana. Walikuwa wanawaza usini nimehama, nimeenda kuamka Kongo, nimeenda kuamka Ulaya wapi. Wanaona natoka nilikuwa pale. Wanashtuka wasema upo, nasema nipo. Nimepata hasira, nimepita kwenye radio. Nimemwambia wao, nimesema mimi nakaribisha wachawi wa nganga kienyeji watu wote. Tuje hapa kiwanjani, nimeongeza siku 7. Tutakaa hapa siku 8. Tunataka kuona nani amezidi na nguvu. Lakini ukiingia kwenye mitandao, ukiona paka tumeenda kumaliza siku ya 8, waganga kienyeji zaidi ya 50 wameleta nguvu, tumechoma mbele ya watu. Maana Yesu ni kubwa. Shetani anaogopa sio majina watu wanabeba. Shetani anaogopa watakatifu. Watu wengine anaweza kukuchezea kwa sababu ajui umetokea wapi. Lakini kama unaishi maisha ya utakatifu, Yesu yuko ndani yako, anaweza kufanya vitu huyu mtu ya dunia hawezi. Huyu mwanamke wameleta mbele ya Yesu. Wamesema lazima tumalize na huyu mwanamke. Lakini Yesu alikuwa na njia mzuri kwa ajili yake. Anasema huyu mwanamke akubali kubadilika, lazima anatengeneze njia mpya kwa ajili yake. Baraka iko kwa ajili ya watakatifu tu. Maendeleo iko kwa ajili ya watakatifu tu. Mimi siwezi kubali mtakatifu aishi maisha ya kuteseka kwa sababu utajiri unatoka kwa Mungu wetu.
mtakatifu hawezi maisha ya kuua kwa sababu uponyaji kutoka kwa Yesu. Amen. Tuko na siku 100 hapa. Lakini ndani ya siku 100 tunaanza kumwambia vitu Mungu amefanya hapa, watu Mungu amefungua. Kama nilikuwa napenda kuzungusha vitu kwenye TV radio, lakini baada ya kuweka hapa, tumeona Mungu kufungua watu. Tumeona Mungu kupona watu wa ukimwi. Tumeona Mungu kurudisha mafamilia. Mwaka hii imepita na huyu mpaka sasa hivi tumemrudisha familia 25 ilikuwa 500 ilirudi pamoja. Amen. Tunakumwambia Mungu vitu watu wawezi, Mungu anaweza. Ukitaka Mungu aanze historia mpya ndani ya maisha yako, toka na mambo ya watu, ingia na maisha mtakatifu. Mtakatifu analinda na mambo ya roho, analinda na mambo ya mwili. Shida kubwa sana ndani ya huduma. Tunaimba, tunafanya kazi ya Mungu, tunaomba, lakini bado tujaokoka. Kuokoka sio kutumika. Watu wanatofatia, watu wanawaza. Ukikaa kanisani miaka 5, miaka 10, miaka 20, miaka 50, ndio inaitwa kuokoka. Mwingine anawaza, akao naimba, mimi ni shemasi, mimi ni askofu, mimi ni bishop, nabii, prophet, na ndio kuokoka. Kuokoka sio hivyo. Kuokoka ni kuacha maisha mchafu, kuishi maisha matakatifu. Siku moja Yesu amekuja mbele ya Nikodemo, amemwambia lazima uzaliwe mpya. Nikodemo anasema mimi mtu mzima natazaliwa vipi? Mungu alikuwa anamwambia Nikodemo, wewe unaweza unajua Biblia zote zaidi yangu, lakini kama bado hujaanza kuishi maisha matakatifu, utakufa mbingu huwezi kuingia. Nataka kumwambia mtu mmoja, kama kweli unatumika na jina la Yesu, lazima ukoke mpya. Lazima ukoke mpya. Yesu amemwambia mwanamke, wapi watu walikuwa wanasumbua maisha yako? Hakuna mtu amepata neema kuonana na Yesu Kristo. Hii maisha yake imebaki vile vile. Amen. Leo tumejaa na matatizo nyingi sana na huduma. Kwa sababu gani? Watu wanaishi maisha mchafu. Wewe mtu unaishi maisha, unaweza. Unaona, unafurahia nimetembea na mtu fulani, nimetembea na mtu fulani. Umeharibika na roho, umeharibika sina mwili. Na baada ya kuogopa watu, ogopa Mungu. Amen. Watu wanakufa mapema leo kwa sababu wameacha maisha utakatifu. Ukirudi sawa sawa na Mungu, lazima kitu ifanyike. Nguvu ya Mungu iko kwa ajili ya watakatifu. Ndio umeona leo hata wivu imezidi na kazi ya Mungu. Wivu imezidi sana kwa sababu maisha utakatifu imeisha. Amen. Amen. Lakini Mungu anasimama kama mtu ya mwisho. Yesu anamwambia yule mwanamke, wapi watu walikuwa wanakuwa wanataka kumaliza maisha yako, wanaangalia nyuma, ameona tena, amesema wawapo, amesema rudi, usirudie tena hizo zangu. Mimi siwezi kubali mtu anaishi maisha utakatifu lakini bado anaendelea na maisha mchafu. Amen. Niko na vyombo, niko na uwezo nyingi, niko na uwezo wa kufunga TV zote na radio na pita masaa 24, lakini nimesema hivi vyombo nataka watakatifu wacheze. Mke wangu kwa watu wanakuja wapige vyombo zote, ukiangalia na Mungu na bado wanakaa na sema huwezi kucheza kwa sababu bado hujaokoka. Amen. Amen. Tunafanya kazi ya Mungu sio kwa ajili ya kujaza watu. Tunafanya kazi ya Mungu kwa ajili ya kujaza mbingu. Kwa sababu kila mtumishi yuko na siku lazima asimame akile rekodi. Leo watu wanataka kupata majina, nimepata neema na maisha yangu ya kusimama mbele ya maelfu ya watu. Amen. Amen. Nimepata neema kusimama mbele ya mtu mmoja. Nimepata neema kuhubiri mbele ya wazungu tu. Nimepata neema kuhubiri mbele ya nchi tofauti. Lakini namwambia kama Mungu nisaidie siku na utarudi. Watu wote wamesikia neno yako kupitia kwa waingie mbinguni. Yesu Kristo anarudi. Leo kazi ya Mungu imekuwa kazi ya kuchezea. Mtu anaweza kulala fundi ya gari, kesho anaamka posto. Mtu analala anauza ndizi, kesho yake anaanza kuhubiri na anakuwa evangelist. Wewe unaweza kuingia msikitini leo, kesho unakuwa shehe. Amen. Nikiongea hivyo nasema mimi tunaharibu huduma ya watu. Mimi ni mtumishi, watumishi wote wanakataa kwa sababu ni mtu tofauti sana. Mimi siwezi kumwambia mmoja barikiwe, baraka kwa ajili ya watakatifu. Amen. Tuwezi kubariki watu naishi maisha mchafu. Mtu mwingine yuko hapa mwizi. Mwingine hata anaimba hapa analia, anaomba, analia, lakini akitoka hapa anaishi na mume ya watu. Moyo mbaya. Pepo ya uaguzi. Anaishi na hii pepo. Sisi hata tunafanya kazi ya Mungu lakini nguvu hamna tena. Ndio maana shetani ameanza kuchezea watu.
Bado yuko na watakatifu. Namwambia mtu mmoja, ukirudi na maisha ya utakatifu, lazima Yesu abadilishe maisha yako. Ukirudi na maisha ya utakatifu, lazima Yesu asimame. Bado watakatifu hapa duniani wapo. Amen. Amen. Mwambie rafiki yangu, badilika. Badilika. Yesu amemwambia mwanamke, nini usirudie tena. Kazi kubwa sana watu waingie mbinguni. Usije na huduma kwa sababu unataka ujiza. Nataka kumwambia mtu mmoja, ukija hapa ukiokoka, hata ulikuwa na magonjwa gani, itatoka mwenyewe bila hata tuombe. Yesu Kristo alikuwa anaomba sana. Mimi watu wanaulizana, mimi kwa nini wewe mtanakuja mgonjwa unasema umekuna simama mtanasimama? Ndio mobile nimekuta hapa. Sasa ya kwanza umeanguka, sio ulikuwa na pepo. Wewe mwenyewe fikiria. Ya pili, umepokea Roho Mtakatifu, umeanguka. Naongea ni historia ya mtu kuishi duniani. Ya tatu, umeanguka, umesema umepokea baraka. Umeanguka mara 4 ndani ya maisha yako. Tumekuangusha, tumesema umeanguka kwa ajili gani? Utasemaje? Ulikuwa umeenda kuzunguka mbinguni au unajaribu kufa? Amen. Kazi ya Mungu inaharibika kwa ajili ya vitu kama haya. Sisi tulikuwa na mkao Kenya na skofu ya maskofu mkuu na ukiona mtu mmoja anaombea watu, mtoto ametoa kichwa mtu paka hapa, aenda na kichwa mtu kama mita 20. Mtoto amechoka, ameachia chini. Sisi kuna watoto 3 wameanguka pale. Huko chini wameanza kuongea. Huyo anauliza, wamesema umeumia? Amesema hapana. Huyo amesema tuambuka, amesema kwa nini tuambuka na kusukuma tena? Tusubiri amalize ndio tuambuke. Sisi anawaza nguvu ya Mungu imeangusha watu. Hata uzito ya mkono wake ndiye imeangusha watu chini. Sisi kama anabeba vitu gani na hii mkono? Usije na kazi ya Mungu kwa sababu unataka uanguke chini. Njoo hapa kwa sababu unajua je, Yesu anaweza kubadilisha maisha yako. Yesu Kristo alikuwa kama mtu ya nguvu kubwa sana. Amefanya matendo kwenye historia ya dunia kuna mtu amefanya. Lakini hakuna siku naona na huduma ya Yesu alikuwa anarusha watu chini. Yesu alikuwa anabadilisha maisha ya watu. Leo watu wanaanza kuingia hata na madini ya ushirikina kwa sababu wapate nguvu ya kuangusha watu chini. Badilika. Ukiishi maisha utakatifu, namba 1 uko na malaika ya ulinzi kwa ajili yako. Hakuna mtu ya ulimwengu ya roho anaweza kugusa maisha yako. Unaishi miaka mingi ya ulinzi, ya baraka na maendeleo. Ukitoka na maisha utakatifu, namba 1 unapoteza ulinzi. Ndio unaona shetani akitaka kushika maisha yako au kugusa, namba 1 anataka utoke na maisha utakatifu. Watu wengi sana hapa hata wanasimama na kazi ya Mungu, lakini maisha yao yameshaharibika kwa sababu ndani Mungu ya roho wameshaacha Mungu. Rudia Yesu. Amen. 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 Ukirudia Yesu, Yesu atafanya mambo makubwa sana. Muda imefika. Mungu anataka kuonyesha yeye ni mtu wa nguvu. Nguvu iko kwa ajili ya watakatifu tu. Biblia inasema popote unakanyaka, vitu vya shetani inaharibika, lakini wewe unakanyaka, kesho Mungu inapinga. Ukienda unakanyaka, kesho endelee. Mimi vitu wametupa hapa na hiyo. Kila siku alikuwa anatupa. Lakini kama shetani alikuwa na nguvu, nini nishakufa. Amen. Amen. Nimebaki siku 5, siku 4 kabla kuingia na ndoa zangu. Wamekuja kumwagia mimi vitu mbele ya nyumbani zangu ya ukao. Watu wao walikuwa nyumbani apartment na ishi zamani. Wanasema huyu vitu wameweka hapa. Sijui kama utafanya siku 2. Mimi nasema hapana, nataishi miaka nyingi sana. Amen. Nimekanyaka tu hivi vitu hapa, nimechoma, nipigia mke wangu kwa muda anatumia hii moja, nipigia kwa nini nasema angalia. Nimesema wewe hii imetokea wapi? Nasema usiogope. Tutachoma, tuseme mambo ya kuomba. Tuko na nguvu zaidi ya hivi vitu. Lakini wewe kwa sababu umeshapoteza maisha utakatifu, umepoteza hata nguvu na ulimwengu ya roho. Ukirudia Yesu, lazima kitu ifanyike na maisha yako. Baraka, maendeleo iko kwa ajili ya watakatifu. Biblia inasema hakuna mtu amepata neema ya kuonana na Yesu, maisha yake imebaki vile vile. Amen. Mimi ni profeta tofauti sana. Ukipata neema kusikia sauti, kama bado umekataa kubadilika na Mungu, Mungu atakufuatilia popote, atakubadilisha. Najua vitu naongelea, unaweza kuuliza wachungaji nyingi nimepita na huduma yao, watakuleta habari. Wewe usitakuwa ushuhuda ya pili. Mungu amesema yuko na watu anataka arudishe wao na maisha ya utakatifu. Eko inua hii watu. Sogea tu mbele, tufunge macho. Na usubiri sogea mbele. Iko na watu nyingi sana. Usisubiri yeye aanze naongea na wewe. Iko na watu.
anataka kuinua mtu mwenye dunia leo. Amesema hawezi kuinua watu kama watu, anataka kuinua watakatifu. Kwa nini unaomba, unakula pombe, unaomba, unaongea uongo, unaomba, unaishi maisha mchafu, unaomba, unadanganya? Mungu amekupa neema leo. Funga macho, nyosha mikono yako mbele. Nasubiri naweza kusungia kwa dakika 2 tu. Nasema iko na watu wengi zaidi ya 30. Jinsi naongea kwa naona jinsi watu wengi sana wanaishi maisha sio ya maisha nzuri. Mungu ameamua. Naona damu ya Yesu inatakaswa maisha ya watu. Huwezi kuendelea kuishi maisha machafu. Oh Yesu Kristo. Leo Wakristo watoto wako wamepoteza nguvu Baba, kwa sababu wameacha maisha ya utakatifu. Lakini leo tumekuja mbele zako Yesu. Dunia nataomba kwa ajili yako. Dunia nataka kuombea. Shika tu moyo wako. Yesu Kristo, naomba mkono yako itakase maisha ya watoto wako, na mamlaka umeweka juu yako. Natangaza mabadiliko kwa njia sasa. Naona nguvu sana ya Mungu Mtakatifu. Ilikuwa na watu wanaishi maisha mchafu, lakini ilikuwa sio nguvu ya Mungu. Ilikuwa mwingine wa melo, mwingine ilikuwa kamba ya familia. Lakini naona Mungu anatoa watu. Naona Yesu Kristo mwenyewe anafungua watu. Ileka yaba sekretari ya Baba. Natangaza maisha yako kwa njia sasa imetakaswa. Kwa njia sasa jina lako inaanza kuhesabika kwa jina watakatifu. Ileka ya Baba sekretari ya Baba. Hata nguvu gani ilikuwa inasumbua maisha yako, nasema kwa njia sasa iachie. Yesu Kristo, naomba nguvu zako Roho Mtakatifu yaje kutawala katika jina la Yesu. Nitawala katika jina la Yesu. Ili watu kuanzia leo wataishi maisha ya utakatifu, wataishi maisha maendeleo katika jina la Yesu. Unaweza kusimama na mwingine sema